Kama tunavyosema, tuliona kuwa mliitwa na Bwana na kuwa mmetayarishwa kwa utumishi wa uchungaji. Hivi tutapenda mjibu kwa maulizo ambayo komision itawauliza. Je, muko tayari kutumikia pahali popote atakapo watuma au kwenda fasi kanisa litawahitaji? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Je, kwa kutukuza Mungu na kushuhudia mbele ya watu, mnakubali imani ya kanisa na disipline ya kanisa? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Katika mahubiri, katika kuiga maagizo ya Bwana, katika utumishi wenu wote, mutafuata maandiko matakatifu kuleta watu wote kuwa waaminifu wa maisha katika Kristo? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Mukijua kuwa Yesu alikuja si kwa kutumikiwa, lakini kutumikia na kutoa uzima wake kwa wote. Ninyi vile vile mtakuwa watumishi wa ndugu zenu bila kujali hali, ukoo au mawazo yao. Mtafuata mashauri ya waongozi na watumishi wenzenu? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Ninyi ambao Mungu anatolea uwezo wa kuambia watu usamehe wake, kuwashauri na kuwaonya, mnaahidi kuchunga siri za wale watakao wafikia kuomba usamehe kwenu? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Munajua kuwa peke yenu hamuwezi au hamupashwi kuongoza kanisa. Je, mutatumika katika kutambua, kuamsha na kuratibu zawadi na utumishi wote unaohitajika katika kanisa, nanyi mukiendelea kujielimusha na kujifunza zaidi na zaidi? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Mtamakia makosa katika roho ya upendo, kwa kusudi la kuinua mkosaji na kwa wokovu wake, ili mwili wa Kristo ujengwe, na kwa utukufu wa Mungu mtaonya, mtafariji, mtakemea, mtasamehe kwa wema wote bila kuacha kufundisha? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Kwa kuonyesha umoja wa mwili wa Kristo, mtaendelea katika umoja wa kindugu, mukitupilia mbali yale yanayogawa, lakini mutashikilia yale yanayounganisha. Mutatafuta amani na umoja wa na umoja wa wote bila kuchoka kutangaza ukweli katika upendo?
Ndiyo, ninaahidi hayo. Mungu wa amani anisaidie ili niweze kutimiza yale ninayoyaahidi leo. Asante kwenu ninyi wa baba, wa mama, washiriki wa kanisa mlio hapa. Mnakubali kuwapokea waongozi wenu wa kiroho ambao Mungu amewapa leo? Mtaonyesha upendo na hekima sababu ya utumishi waliopewa? Mko tayari kupokea kwao mafundisho, maonyo, mashauri ama angalisho watakazo watolea? Mko tayari pia kuhamakiwa na wao? Je, mutawatia moyo na mutawaombea? Asante. Ikiwa hiyo ndiyo majibu yenu, kanisa tutawaomba msimame na wakandida watajinyenyekeza mbele ya Bwana wakati wanamemba wa komision watawazunguka. Ombe. Mwenyezi Mungu, tunakubariki kwa kuwa ni wewe Mungu unachagua watu wako na waita na unawaforme na unawatuma katika kazi. Sisi kanisa leo, sisi ni washuhuda Bwana wa vocation mbalimbali ambazo ulizoweka ndani ya watumishi hawa, na leo publiquement mbele ya watu wako Bwana tunakuwa washahidi Bwana wa yale ambayo umetenda katika maisha ya watumishi hao. Tunakubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wako Bwana, katika mbingu zako ambazo ulizoweka ndani ya watumishi hawa Bwana, ili wawe baraka kwa kanisa lako. Tunawabariki Bwana na tunawapokea kwa neema yako. Tunawaombea neema yako Mungu na upako wa Roho Mtakatifu juu yao. Upako huu ukae juu yao, ndani ya mikono yao, akili yao, katika huduma yao. Mikono yao inapogusa wana wako walio wagonjwa na wapone. Wanapotamka neno lako litoke Bwana na nguvu za mbinguni. Walio wanakuwa na oga na wapate kusimama. Wanaokuwa wamezembea warudi kanisani. Waliokuwa wametoka nje Bwana warudishwe ndani ya kanisa lako. Uwafanye Bwana kuwa vielelezo katika matendo na katika maneno yao. Uwafunike neema yako juu yao na juu ya wake zao na juu ya familia zao. Wakupendeze katika yote wanayoyasema Bwana. Uwapatie nguvu na mamlaka uliyosema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka haya Mungu na yakiri juu yao Bwana. Wakigusa nge Bwana na isiwaume, wakigusa nyoka na isiwaume, wakikunywa vibaya Bwana na ishindwe. Wawe watu wako Bwana ambao unatengeneza na kuwapeleka viwango mbalimbali. Wanaposema mbele yako, wanapoomba Yesu, na maombi yao yafike katika mbingu zako za tatu. Wanaposema mbele yako Bwana, watu wasimame, watu waje kwako, watu watengemane Bwana
Bwana, watu wasifu jina lako, kanisa lako liongezeke. Ninawafunika ndimi za moto, ndimi Bwana, ndimi za siku ya Pentekoste, waseme katika lugha mbalimbali, lugha ambazo mashetani na madaimoni hayawezi kuyasikia, lugha zako za mbinguni. Wakisema waseme na autorite Bwana, ili maadui wako washindwe, ili neno lako lihubiriwe, ili kanisa lako Bwana pate nguvu mpya katika ulimwengu huu. Wakemee wakati wa kukemea, wanaposikiliza wana wako Bwana, wana wako wapate kusikilizwa na wewe. Naombea kanisa lako ili liwakubali, kanisa lako liwatie moyo, na sisi wachungaji ambao tumetangulia katika uchungaji tuwahimize Bwana, hapana kuwahukumu. Utusaidie Bwana ili tutembee pamoja kwa umoja, maana sote tunakutumikia wewe, Mungu mwaminifu na utuita kwa kazi. Ninawabariki Bwana kwa baraka zako zote, nikisema Mungu awabariki na kuwalinda. Mungu awainulie nuru za uso wake na kuwarehemu. Mungu awe mkamilifu, mkarimu kwenu, awapatie neema, awape salama, awavukishe viwango, awatembeze katika mabawa yake, awavukishe mitego ya Ibilisi, awafanye kuwa moto ambao dunia, ulimwengu huu unahitaji. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen.